Naam, wana ukuu wa Mwafrika. Karibuni tena katika chaneli yetu hii. Sasa mwamba Captain Ibrahim Traore leo hii amezindua kiwanda alichokijenga kwa ajili ya kutengeneza simu hizi ambazo ni smartphone katika taifa la Burkina Faso. Kwa sababu mwamba ameamua kweli kweli kuhakikisha kuwa Burkina Faso anaitoa kabisa kutoka kwenye minyororo ya ukoloni ambayo tulikuwa hatuna uwezo hata wa kutengeneza toothpicks. Niseme hivyo. Kwa hiyo ameamua kuitoa kabisa hii Burkina Faso katika minyororo hiyo ambayo ni minyororo ya ukoloni. Kwa hiyo hizi ni smartphone ambazo zinaanza sasa kutengenezwa ndani ya taifa la Burkina Faso. Tunajua kuna mataifa baadhi ambayo yamekuwa yakiassemble hizi smartphone kama Kenya, tunakumbuka Afrika Kusini, Rwanda, lakini sasa hapa ndani ya Burkina Faso. Yani hizi zinatengenezewa hapo ndani ya Burkina Faso. Kwa hiyo kwa sababu anasema madini tunayo na kila kitu tunacho, wataalamu wetu wapo, na mmeona mwamba ambavyo amekuwa akifanya vitu vingi alipokuwa ametengeneza gari na mambo mbalimbali. Lakini leo acha tuongelee kuhusiana na simu, kwa sababu jambo la kwanza ni kupata uhuru wa kiteknolojia badala ya kuendelea kuwategemea watu kutoka mataifa ya magharibi. Manake sasa tunapata uhuru wa kiteknolojia, ambao uhuru huu wa kiteknolojia tunaweza kutengeneza simu zetu wenyewe, tunaweza kutengeneza vifaa vyetu wenyewe. Ndio maana amekuwa akisisitiza sana kuhusiana na kutafuta washirika ambao tutabadilishana teknolojia, tutabadilishana ujuzi, tutabadilishana maendeleo. Watajenga na sisi tutawapa vile ambavyo wanavihitaji, kwa sababu Afrika tunavyo hivyo vitu vyote, lakini sio kuja kwa masharti ya unyonyaji, bali ni kuja kwa masharti haya ambayo ni ya urafiki halafu bila kuingiliwa. Na ndio maana unaona sasa ili linawapa wenda wazimu watu wa magharibi au mataifa ya magharibi, kwa sababu hiki ni kitu ambacho kisingefaa kifanyike hivyo kwa mataifa ya Afrika. Kwa sababu kuendelea kwa mataifa ya Afrika, ukumbuke huko Afrika wameweka ni mahali pa kuchukua raw materials, alafu ni mahali pia pa soko. Yani ndio maana unakuta madini wanakuja kuyaiba huko Afrika, alafu amuoni wakilipa kodi, amuoni wakifanya chochote, maendeleo hamna, alafu ndio wametubania kwenye misaada na mikopo baada ya kuanzisha. Kwa sababu hii misaada wanayoileta Afrika, ukumbuke huu ni utumwa wa aina nyingine na wenyewe. Ukumbuke huu ni ukoloni mambo leo. Kwa sababu baada ya biashara ya ukoloni kuisha na utumwa kuisha, wakaamua sasa walete katika mfumo huu wa kutukopesha mikopo, lakini kutupa misaada pia. Misaada ambayo kwa bahati mbaya sana Afrika haihitaji misaada, ila tu ni kwa sababu viongozi wa Afrika wengi wamelala. Lakini kimsingi sasa kama hivi Captain Ibrahim Traore anapojaribu kutuamsha wa Afrika, ndio tungetakiwa tuweze kuamka. Kwa hiyo ni mpango mkakati kabisa wa koloni kuwa Afrika iendelee kuwa dormant, iendelee kulala tukiipa misaada, lakini huku pia tukiwakataza wasifanye maendeleo, tukiwakataza pia wavumbuzi wao wasije kuvumbua vitu, kwa sababu Afrika ndio kuna wavumbuzi wa ukweli kuliko maeneo mengine yoyote. Ndugu zangu, niangalieni haya magari wanasema ya umeme, magari ya kuchaji ya umeme, ambayo duniani Elon Musk ndo amekuwa maarufu sana kwa magari haya, ambayo hata China yako na maeneo mengine pia yako. Lakini magari haya ni lazima kuwe na kituo cha kuchajia, ambapo bado utalazimika kwenda kulipa kwenye kile kituo cha kuchajia. Lakini huku anatokea huyu Sangulani Maxwell Chikumbuso wa Zimbabwe, ametengeneza gari ambalo anatumia mawimbi ya radio frequency kwa ajili ya ili gari, na ukishanunua hautahitaji kulichaji, hautahitaji kuweka mafuta. Maadamu unajua mawimbi ya radio yako kote tu, ni vile hauna radio hapo ukaseti. Na maana ukienda mahali ambako hakuna frequency yoyote inayokamata, ukifungulia tu hivi radio unasikia ile mawimbi yale, ile mawimbi ya radio yapo ile
unasikia kwa maana yake yapo tu, hata uende wapi mawimbi hayo yapo. Jambo ambalo wanasayansi wamelikataa, wakasema hapana, kwa sababu hii itakuwa inaenda kinyume na sheria za physics, hususan sheria namba 1, si wanaita sheria namba 1 ya thermodynamics. Kwa hiyo ndio maana tunakuambia wavumbuzi wa kweli na wagunduzi wa kweli wako Afrika. Kwa mpango wa ukoloni ulikuwa msiwaendeleze wa Afrika kielimu, kwa sababu wakiendelea hawa watu watakosa soko. Samani kidogo, ni mambo ya umeme kama unavyojua, lakini nina imani bado unaendelea kuniona. Kwa hiyo ngoja tuendelee kidogo. Lakini walijua kabisa hawa watafanya nini? Watakosa soko, kwa sababu soko hili likikosekana kwa huku Afrika, wao watakulaje kule? Na kumbuke Afrika wakati huo ndio wanachukua rasilimali za Afrika. Afrika wakati huo ndio wanabeba rasilimali hizi za Afrika ambazo ni raw material, alafu wanaenda wanapeleka kwenye viwanda vyao, wanatengeneza bidhaa, alafu bidhaa hizi wanakuja wanazirudisha upande huu wa Afrika kuja kuuza. Kwa Afrika pamekuwa ni mahali pa kuchukua hizi raw material, madini sasa, ambayo ndo nakuambia, kwa sababu leo napoongelea masuala ya smartphone utakunaongelea madini ya cobalt, madini ya coltan, utakunaongelea madini ya lithium ambayo sasa kwa ajili ya utengenezaji wa hizi batteries na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo ndio maana sasa wanapochukua hivi alafu wakaenda navyo kule wakatengeneza hizo simu, alafu wanarudisha kwenye soko ambalo ni soko la Afrika, ambako sasa ndiko wameweka kuwa ili ni shamba la bibi. Sasa Captain Ibrahim Traore, kwa nini wanamchukia? Wanamchukia kwa sababu anataka haya mambo yaweze kufanyika ndani ya Afrika. Hatuna haja ya kusafirisha madini yaende yakatengeneze simu huko, alafu simu hizo tuletewe hapa zikiwa zinauzwa mamilioni ya pesa, wakati madini yamechukuliwa hapa kwetu. Mliwahi kusikia kulikuwa na kesi Kongo, ambapo sasa watu bwana ni wanafiki tu wale. Eti Ubelgiji imefungua kesi dhidi ya kampuni ya Apple ya Marekani kwa damu zinazomwagika Kongo ndio zinazosababisha hizi simu sasa za iPhone wanaweza kutengeneza. Sasa Ubelgiji, imagine. Na Ubelgiji hii kama mnakumbuka ndio iliongea kuwa Rwanda iwekewe vikwazo kwa maovu yanayofanyika pale Kongo. Ubelgiji, ndugu zanguni, hebu tujaribu kufikiria, Ubelgiji ni ya kumshtaki mtu Ubelgiji, wakati yenyewe ndio ilitakiwa iwe namba 1 kushtakiwa kwa sababu ya maafa na maasi ambayo wamekuwa wakiyafanya Kongo, kuiba madini pale. Kwa hiyo yote nilikuwa nakuambia hivyo. Sasa Ibrahim Traore alipoamua sasa kuwa anajenga hiki kiwanda cha kutengeneza hizi simu ambazo ni smartphone, kwanza jambo la kwanza kama nilivyokuambia ni uhuru wa kiteknolojia, kuwa iwe na teknolojia yake yenyewe. Ndo haya aliyokuwa anafanya mawasiliano na wakina Urusi, wakina China, umeona, hawa wakina Irani, wakina Korea Kaskazini, ili tuweze kubadilishana ujuzi. Na ujuzi huu tunapobadilishana basi inakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu kwenye ujuzi huu sisi tumebadilishana ujuzi. Kwa hiyo tunachokifanya katika jambo kama hili, basi mnatupa nyinyi, yani hivyo kama navyokuambia, yani kubadilishana uzoefu. Leteni wataalamu wenu waje watufundisha hapa, na nyinyi mnachokihitaji tutawapa pia. Kwa hiyo ndio ushirika ambao Ibrahim Traore alikuwa anautaka. Lakini jambo la pili ni kutengeneza ajira kwa vijana, maana kuna direct employment na indirect employment. Kwa hiyo kuna ajira zile za moja kwa moja na ajira zisizokuwa za moja kwa moja. Kwa haya yote sasa ndio mambo yanayokuja kuleta hii Burkina Faso, kwa sababu kila kitu anachokifanya Captain Ibrahim Traore ni kwa ajili ya maendeleo ya Burkina Faso, ni kwa ajili ya maendeleo ya raia wa Burkina Faso. Ndio maana unaona kule wanamsherehekea, kwa sababu huyu ni mwamba kweli kweli. Lakini usisahau kuwa wako wanaunda shirikisho hili la ukanda wa Sahel, kuwa mataifa yote yanayoamua kuwa ni yako pamoja na umoja wa Sahel, mataifa haya yatatumia kodi moja, kwa sababu kodi ya simu na kodi namba, naweza kusema hivyo, kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi
Haya ni mambo wametugawa kwa sababu walitaka tusiwasiliane sana, maana ukoloni uko bado unafanya kazi kama ulivyokuwa mwanzo. Marekani watu walichukuliwa, unakaa unajiuliza, watu walitolewa maeneo mbalimbali Afrika wakapelekwa Marekani, how comes lugha zao zikafa kikabaki ni Kiingereza? Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya, wakiwapeleka hawa watumwa huko Marekani, wakuta mtumwa amechukuliwa Afrika Mashariki na mwingine amechukuliwa Afrika Magharibi, yani tuseme labda amechukuliwa Ivory Coast na kuna mtumwa mwingine amechukuliwa Tanganyika, wote wamekutana Marekani. Kwa hiyo manake pale lugha hawaelewani, na walikuwa wanavalishwa mask hivi ili wasiweze kuwasiliana. Alafu lugha ikaendelea, lugha ni ya Kiingereza. Ndio maana unakuta watu wote weusi kule Marekani, unakaa unajiuliza, nyinyi hamjui asili zenu? Hawajui kwa sababu zilipotezwa. Kwa kadhalika walipokuja huku wana akili sana, walipokuja wakaweka kodi namba, yani kila taifa linakuwa na kodi namba yake. Mfano hapa Tanzania ni 255, ukienda Kenya ni 254, ukienda sijui huku Rwanda utakuta ni 243, ukitoka hapo uende South Africa ni 27. Kwa hiyo manake ni kuweka barrier msiweze kuwasiliana sana. Sasa kinachotokea kwenye ukanda huu wa Sahel, wao wamesema kuwa wanafanya hiyo kwa sababu wanataka wamchague kiongozi mmoja. Maana hao jamaa wamedhamiria kweli kweli. Zile ndoto za kina Gaddafi za kuiunganisha Afrika liwe bara moja au iwe nchi moja, ndio hii sasa wao wanaifanyia kazi. Wakati viongozi wengine wanabaki tu kunukuu tu hotuba za Colonel Muammar Gaddafi na sio kutendea kazi aliyokuwa anayafanya na wazee wetu wakina Julius Nyerere, wakina wakina Haile Selassie na wakina Kwame Nkrumah, wakina Ahmed Sekou Toure. Kwa hiyo haya sasa ndio hawa jamaa wanayafanyia kazi. Kwa hiyo sasa wataondoa hiyo kodi, yani wao watakuwa na kodi moja tu. Maana kwa sasa hapa ni mimi Mtanzania au Mkenya kitaka kupiga simu moja kwa moja Tanzania, au mimi nikitaka kupiga simu moja kwa moja kwenda Burundi au Rwanda au Kongo, itabidi niongeze kiwango zaidi cha fedha ndio niweze kupiga kuwasiliana. Lakini siwezi kupiga kwa vile tunavyojiunganishaga hapa, lakini inabidi niongeze pesa. Kwa hilo wao wanalifuta hilo, na kuwa mtu wa Burkina Faso akitaka kupiga Niger, gharama ni zile zile. Mtu wa Niger akitaka kupiga Mali, gharama ni zile zile. Alafu tena wanashusha gharama, zinakuwa ziko chini zaidi. Kwa ndio maana tunasema mwamba yuko serious sana. Ndio maana sasa imebidi sasa waanze kuunda simu zao wenyewe ili kusiwe na uingiliwaji au tusiwe tunaingiliwa kama yalivyokuwa maono ya mzee Colonel Muammar Gaddafi. Kwa hiyo tuachie comment yako leo hii. Ungeambiwa kumpigia kura Ibrahim Traore awe rais wa Afrika, je, kura yako ungempa au ungemnyima? Utatuachia kwenye comment hapa. Asanteni sana.